Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Maria Boaz, natokea Dar es Salaam. Kwa upande wangu sioni madhara yoyote katika swala la ukoboaji wa nafaka zilizokobolewa. Na kusafisha. Ndio. Sasa na kusafishwa ya. Sasa kwa upande wako kama una madhara, vipi katika hali ya kijamii unakokaa unakotokea? Vipi hiyo desturi ipo ya utumiaji wa nafaka zilizokobolewa na kusafishwa? Ndio, utumiaji wa nafaka zilizokobolewa na kusafishwa, kwa hiyo desturi ipo na inafanyika kila siku. Ndio. Je, kwa upande wako hiyo hali unaionaje? Ni njema au? Kwa upande wangu naona haina madhara yoyote na wala haina ubaya yoyote, kwa sababu ni kitendo tu cha teknolojia kuongezeka, kwani zamani watu walikuwa wanafanya kwa kutumia traditional means, na sasa hivi wanatumia hizi teknolojia ambazo ni za kusaga na kukoboa mashineni. Kwa hiyo mimi naona hiyo hali haina ubaya wote. Kwa hiyo ni hali ambayo ni vema kabisa iwepo au? Naona iwepo kwa sababu sijaona madhara yake, na kama kuna madhara yake kweli yatakuwa bado hayajafahamika kwa upande wangu. Lakini sasa ni kipi ambacho unaweza kuambia wataalamu wa masuala ya lishe kuhusiana na hilo, au wataalamu wa masuala ya lishe pamoja na chakula? Ni kipi hasa unaweza kuambia juu ya hilo? Kitu ambacho naweza kuambia au kuwashauri kwa upande wangu ni kwamba tu katika masuala ya ukoboaji na usafishaji wa nafaka unatakiwa kidogo uwe very improved, kwa sababu sio vyakula vyote vinavyokobolewa ni visafi, na sio kwamba kila usafi unafanyika ni 100%. Ila kwa ushauri wangu naomba tu katika ukoboaji na usafishaji at least uwe very improved kwa ajili ya afya ya kwetu sote wa Tanzania. Okay, na jambo lingine ambalo labda unaweza kuambia hasa ni lipi tofauti na hiyo? Kingine labda cha kuongezea? Kingine cha kuongezea ni kwamba labda zingekuwepo aina mbalimbali za kuimprove usafishaji na ukoboaji wa hivyo vyakula, ambao ni more improved tofauti na namna ambavyo wanatumia kwa sasa, ili kuweza kuepusha njia mbalimbali za usumbufu katika ufanyaji wa usafishaji wa hizo nafaka. Okay, mwisho kabisa. Hapana, sina ziada. Nikushukuru sana Maria. Okay, asante. Langu jina naitwa Marco Simeon, mkazi wa wilaya Rori hapa mkoa wa Mara. Sasa Mr. Marco, vipi kwa upande wako, unaonaje, kuna madhara yoyote juu ya kula nafaka zilizokobolewa na kusafishwa? Kuhusiana na nafaka ambazo zinakobolewa? Nafaka zilizokobolewa na kusafishwa, je, kuna madhara katika ulaji? Madhara yake sisi nikajua sana, lakini mimi ninachotambua ni kitu kimoja. Unapokoboa vyakula vilivyokobolewa, sawa, ninatambua kabisa kwamba yaani mfano nianze labda mahindi, sawa, mahindi unakuta
labda mahindi yamekobolewa. Sasa pale naona kama yani yaani umetoa virutubisho kabisa. Sasa pale hakuna unachoingiza yani mwilini, kwa sababu yani virutubisho umeondoa kabisa. Sawa. Vile vile tena unakuta labda vitu vilivyokobolewa, unakuta labda unasababisha magonjwa. Sasa mimi natambua hivyo. Sasa labda kama kuna mambo mengine leo tukaelimisha labda. Ni jambo jema kufanya hivyo au ni kuna madhara yoyote ya kula nafaka za namna hiyo? Eti kwamba Je, ni jambo jema kula nafaka zilizokobolewa na kusafishwa au kuna madhara yoyote kila au kutumia? Sio jambo jema, kwa sababu pale yani naona kama yani unakuwa unakula vitu ambavyo yani kwanza unaweza kupata madhara, kwa sababu vile unapokula kitu na upate virutubisho na mwilini hapa inatakiwa una virutubisho. Unapotumia kitu angalau upate kuna kama vitamini, lakini unakuta mtu ameua kabisa kwa sababu vimekobolewa, unaona. Kwa hiyo kwa upande wako unasema kwamba kuna madhara juu ya kula nafaka zilizokobolewa na kusafishwa? Eti kwamba Kwa upande wako, je, kuna madhara ya kutumia nafaka zilizokobolewa na kusafishwa kwa upande wako? Eti kwa upande wangu? Je, kuna madhara ya kutumia? Kwa upande wangu mimi naona kama kuna madhara, kwa sababu wataalamu watu wanashauri hivyo. Sasa unakuta watu wakijana, lakini sasa naona sio vizuri kiafya. Kwa madhara yapo unakubaliana nayo? Kwamba kwa madhara yapo unakubaliana nayo kwamba kutumia nafaka zilizokobolewa na kusafishwa, je, kuna madhara? Kuna madhara, kwa sababu unakuta kuna milipuko ya magonjwa. Unakuta labda unaweza ukaongeza pale mbao. Wengine wanatushauri kwamba labda unakuta kama labda hata unaweza kuchangia hata kisukari nini, yaani unakuta kuna madhara. Sasa Mr. Marco, na vipi? Kwa hiyo mimi ninasisitiza na yani hao wataalamu wa afya watoe elimu na washauri watu kwamba hivi 1 2 3 hivi na hivi, watu waelimike zaidi. Kwa hiyo kwa upande wako sio muhimu au sio vizuri zaidi kutupia nafaka ya namna hiyo zilizokobolewa na kusafishwa? Sio vizuri zaidi. Sio vizuri zaidi. Kwa sababu sio vizuri zaidi. Sawa. Kwa hiyo ni nini haswa ambacho naweza kuambia wataalamu wa swala ya lishe kiujumla? Ni jambo gani kiujumla wataalamu wa masuala wanaongea nini masuala ya lishe? Mimi napenda tu kuambia kwamba jamani, wao ndio wataalamu na sisi kama jamii tunawategemea. Sawa? Sasa watoe elimu kwamba jamani kuna madhara 1 2 3 ili watu waelimike, watoe elimu. Sasa wao ndio wataalamu. Kwa sababu unakuta sasa hivi watu wengi wanatumia sana vitu vilivyokobolewa na kuna wengine hawajui. Sasa watoe elimu kwa sababu wao ndio wataalamu, wanajua kinachoendelea kwamba jamani hivi na hivi. Ushauri wangu tu. Kingine cha mwisho kabisa cha mwisho, yaani mimi sina mengi sana kwa kusema tu kwamba hao wataalamu yani wajitahidi sana kutoa